tumefanya kikao au mkutano na wafanyabiashara wa vyuma chakavu ambao wanafanya biashara katika mkoa wa Dodoma. Lengo kubwa kwanza ni kuonesha kuwa na ushirikiano kati ya wafanyabiashara hao na jeshi la polisi katika kuzuia, kubaini na kutanzua uhalifu. Tumewasisitiza wafanyabiashara hao kukemea uhalifu wa aina yoyote, lakini kutokujihusisha na uhalifu. Hao wafanyabiashara tumewapa elimu ya namna ya kuweza kuwabaini wahalifu, lakini kutokujihusisha na uhalifu wa aina yoyote. Hao wafanyabiashara wanafanya biashara ambayo ni halali wengi wao, lakini kuna baadhi ambao wanafanya biashara hii ya vyuma chakavu kwa kununua au kwa kununua mali za wizi. Wanajua kwamba hivi vyuma chakavu vimepatikana kwa njia ambayo sio halali, lakini baadhi yao wanavinunua hivyo vyuma ambavyo ni chakavu. Lakini baadhi ya vyuma sio chakavu, vinanunuliwa, lakini ukiangalia kwa uliso wake sio vyuma chakavu, lakini wao wanavinunua na kuviuza. Unakuta wakati mwingine wananunua vyuma hivi bei ya chini na wanakuviuza kwa bei ya juu. Kwa hiyo tumeona sasa jeshi la polisi tuweze kutoa elimu, lakini tuwape onyo kali wasijihusishe na ununuzi wa vyuma chakavu ambavyo vimepatikana kwa njia ambayo sio halali. Na tumekuja na maazimio. Kwanza, hao wafanyabiashara wa vyuma chakavu tumewataka wawe na umoja wao ili waweze kuwabaini watu ambao ni wabaya au wafanyabiashara ambao ni wabaya wanaofanya biashara hivi vya biashara ya vyuma chakavu. Lakini wakiwa na umoja wao watakuwa na nguvu, kwa maana ya nguvu fedha ambayo itawasaidia kuweza kujikwamua katika maisha yao. Mbali ya hayo, tumefanya operation ya kukamata wahalifu wote wanaojihusisha na uhalifu wa wizi wa miundombinu au mali, lakini kuzipeleka kuziuza kama vyuma chakavu. Katika operation hiyo tumefanikiwa kukamata watuhumiwa 21, ambapo watuhumiwa 11 tumeshawafikisha mahakamani. Na hivi vyuma au mali hizi ni mbalimbali. Ukiona kuna madirisha au madrill ya milango, madrill ya madirisha. Tumekamata baadhi ya misalaba ambayo inang'olewa kutoka kwenye makaburi, inang'olewa. Kuna miundombinu ikiwemo mifuniko ya kufunikia hizi chemba za maji taka. Lakini kuna bidhaa mbalimbali, vitu mbalimbali. Kwa hiyo vitu vyote kuna bidhaa ambazo zinatumika kutengeneza wakati wa kutengeneza hii ring road. Kwa hiyo mali nyingi tumekamata, na tunaendelea na operation hii ambayo ni endelevu ili kuhakikisha kwamba tunahifadhi miundombinu ya serikali, lakini tunahakikisha kwamba mali za wananchi zinakuwa salama, ikiwemo majengo ambayo wanajenga, kwa maana madirisha, madrili ambayo anaweka, pamoja na nyaya ambazo wameziweka ili kuweza kukamilisha ujenzi wao. Wafanyabiashara wa biashara hizi za vyuma chakavu wawe wazalendo, wapende nchi yao, kwa maana miundombinu hii serikali inatumia gharama kubwa kuweka miundombinu hii, lakini hii miundombinu inapoharibiwa inaweza ikasababisha madhara makubwa, ikiwezekana vifo. Kwa mathalan, ukiona kwamba vibao vya barabarani vinavyong'olewa vikiondolewa inaweza kusababisha ajali. Cosmas Tirubuza Francisco. Mimi ni mkazi wa kata ya Nchuka, wilaya ya Dodoma mjini, mkoa wa Dodoma, lakini pia ni mnunuzi na muuzaji wa chuma chakavu kata ya Nchuka. Kimsingi tunashukuru sana kikao hiki cha Mheshimiwa RPC wa mkoa kwa kutuona sisi tuna thamani na kutuita. Kwa hiyo tuna furaha kubwa sana. Lakini kama ilivyokuwa hapo awali, wanunuaji wa chuma chakavu walikuwa wamesahaulika, na tafsiri yake ilikuwa ni kwamba wanafanya kazi ya uhalifu. Lakini baada ya mkutano wa RPC wetu,
ameweka wazi na kutupa imani kuwa kazi hii ni kama kazi zingine, tunafanya kazi kwa mujibu wa sheria na kanuni za Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Hivyo basi tumepata nguvu kama wanunuaji wa chuma chakavu, la changamoto zile ambazo tumekuwepo nazo sasa tunajaribu kuziacha na kuamini kwamba kazi hii ni kazi halali kwa kufuatia kanuni za Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kununua chuma chakavu ambacho ni halali tu na kujiepusha na vitendo vya kiharamu vya kuchukua au kununua miundombinu ya kiserikali ikiwemo na reli, vifaa vya DUWASA, lakini pia vifaa vya TANESCO. Hivyo basi tunaiahidi Tanzania na Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kuwa tutakuwa waadilifu katika hili, tutafanya kazi zetu katika misingi ya kikanuni, hatutaendelea kabisa na tutakoma kabisa kuchukua vitu ambavyo vinaweza vikahujumu miundombinu yetu kama vile reli pamoja na umeme. Kwa jina naitwa Mustakim Shaibu. Mimi ni mkazi wa Dodoma na ni mnunuzi na muuzaji wa chuma chakavu au scraper. Tunashukuru pia kwa kupata elimu ya leo kwa ajili ya kuendeleza shughuli zetu za kununua scraper pamoja na kuuza. Pamoja na changamoto nyingi ambazo tumezipitia kutoka kwa watu wanaonunua wanaoleta kidogo kidogo kwetu, ambao hawa watu kwa mara nyingine wanakuwa wamevunja au wamechukua sehemu ambazo ni vitu vya watu au ni vitu vya serikali. Wanapovileta pale sisi tunanunua, na baada ya muda mchache labda unakuta tunakuja tunakamatwa. Hivyo tunaingia katika hasara kubwa na misukosuko na kupoteza muda na vitu vingine. Ila baada ya leo, japokuwa tulianza muda mrefu kuanza kulirekebisha hilo, lakini kutokana na watu walikuwa wanafanya kila mtu kivyake. Sasa tutakuwa tunafanya kwa pamoja kwa wanunua scraper wote. Tutakuwa tunapeana taarifa kwamba chuma hiki unakipiga picha na unakituma kwenye group kwa ajili ya kuweza kujua kwamba ni halali ama si halali kununua, ama kimetoka wapi, ili uweze kukinunua au kukiacha kabisa kutokana na kilivyo, au kumripoti yule ambaye amekuletea. Tunashukuru sana. Pamoja na hayo yote, pamoja na elimu hii tunashukuru, pamoja na nyinyi waandishi wa habari tunashukuru kwa kufika, na hayo ndio yetu ya leo, na tutajitahidi kufanya yaliokuwa mazuri zaidi ya hapa. Kwa habari za makala, simulizi, mikasa na matukio yote ya kijamii, wasiliana nasi kwa simu namba 0627 58 9709. Jimbi TV, sauti yenye nguvu.